tunatambua kila tarehe 8 mwezi wa 3 duniani kote tunaadhimisha siku ya mwanamke duniani, lakini historia ya kufikia hii tarehe 8 mwezi wa 3 imepiganiwa na wanawake wenzetu miaka ya nyuma kabisa. Mtakumbuka katika historia miaka ya 1908 mpaka 1911 kule wenzetu Marekani, wanawake zaidi ya 15,000 walifanya maandamano kwa miaka hiyo, wakidai ukombozi wa mwanamke, wakitaka ujira kwa mwanamke uongezwe, wakitaka wanawake wawe sehemu ya kufanya maamuzi. Huo ndio msingi wa kuanzishwa kwa siku hii. Wanawake wale walipaza sauti kwa maandamano mpaka ilipofikia mwaka 1977 ambapo Umoja wa Mataifa ukaitangaza rasmi tarehe 8 mwezi wa 3 kuwa siku ya mwanamke duniani. Hongereni sana wanawake. Na kila tukiadhimisha siku hii ya wanawake, malengo yetu ni kufanya tathmini. Kila tukiadhimisha siku ya mwanamke duniani, tunafanya tathmini ya hatua zipi zimepigwa kama wanawake. Lakini ninyi ni mashahidi, hatua kubwa sana imepigwa. Na kwa taifa letu hili la Tanzania, ni nchi miongoni mwa nchi ambazo tunaye rais. Haikuwa rahisi kuwa na rais mwanamke, lakini leo tunaongozwa na mwanamke shupavu, Jemedari Daktari Samia Suluhu Hassan kama amiri jeshi mkuu. Hiyo sio rahisi na ni ukombozi mkubwa kwa wanawake. Tumpigie makofi. Tujipigie makofi wanawake. Haitoshi, haitoshi. Tupige tena makofi. Wanawake oye! Wanawake oye! Na siku hii ya wanawake haimaanishi kwamba sisi tunakaa hapa kujitamba. Hapana. Tunathamini mchango mkubwa wa wanaume kubadilisha fikra juu ya mtazamo wa mwanamke. Zamani, kwa sababu wanaume msingekubali, Mheshimiwa DC, kubadilisha mitazamo yenu na kumwona mtoto wa kike pia anaweza, bado safari hii ingekuwa ngumu sana. Lakini tuwashukuru tunapoadhimisha siku ya mwanamke, tuwashukuru sana wanaume kwa kuelewa na kuona kwamba mtoto wa kike anaweza akawa lolote na anaweza akafanya chochote ambacho mwanamume anaweza kufanya. Wanawake oye! Kwa tunapoadhimisha hivi, tuwashukuru pia wanaume kwa mchango wao mkubwa sana kwa jambo hili. Ndugu zangu, zimesomwa risala hapa. Nimeona kaka yetu Kasmiri amesoma risala ya hali ya ukatili wa kijinsia. Tulikuwa tunaangalia hapa na Mheshimiwa DC takwimu. Ukiangalia na maeneo mengine tumepiga hatua, ingawa bado tuna kazi ya kufanya. Lakini kwa sasa ukatili mkubwa unafanyika ndani ya majumba yetu. Kwa hiyo tunalo jukumu wanawake. Tunatambua wanawake kwa sasa ni wajasiriamali, na muda mwingi pia mko na ninyi kutafuta, lakini tutenge muda wa kuangalia kwa ukaribu familia zetu, kwa sababu ukatili mwingi sasa hivi unatokea ndani ya majumba yetu. Kwa hiyo ndugu zangu, pamoja na kwamba tuna majukumu hayo, lakini sisi kama kina mama tunalo jukumu kubwa la kuendelea kulea jamii hii ili ikue katika maadili na misingi mizuri, ili hata sasa tuweze kusonga mbele zaidi.